niwashukuru wadau wetu wa maendeleo, shirika la maendeleo ya UKAID na WorldWorks ambao wanatufadhili kivulini na Global Community kutekeleza mpango wa familia imara. Mpango huu unatekelezwa katika mikoa 4, halmashauri 15, kata 108 na vijiji 216. Mheshimiwa mgeni rasmi, awamu ya kwanza ya Mtakuwa tuliwekeza sana kwenye haki za wanawake na watoto, lakini changamoto kubwa tulionayo katika awamu hii ni ushirikishwaji wa wanaume, hususan katika malezi bora na makuzi bora. Kivulini tutakwenda kuchangia kufikia wanaume zaidi ya 18,000 na wanawake zaidi ya 18,000 katika vikundi vya malezi ambavyo vitakuwa zaidi ya 1296 kutoa stadi za malezi kuanzia ngazi ya kaya. Tukitaka usawa wa kijinsia na haki za wanawake ni lazima zianzie nyumbani. Tukitaka familia imara na taifa imara ni lazima wanaume tushiriki kikamilifu. Changamoto ya malezi tulionayo katika kutekeleza mpango huu, tumebaini kuna makundi mawili ya wazazi na walezi. Kuna wazazi wana jina wanaitwa wa saa 2 usiku mpaka saa 11 asubuhi. Hawa ndio itabidi tuweke mbinu. Yaani wanaingia nyumbani saa 2 usiku, wanatoka saa 11 asubuhi, wa kike na wa kiume. Tunahitaji kuja na mbinu bunifu pamoja na changamoto za kutafuta kipato, pamoja na changamoto tulizonazo za kuingia nyumbani saa 2 za usiku kutoka saa 11. Idadi hii ni kubwa sana Mheshimiwa Waziri, na ndiko tunakotakiwa tuwekeze nguvu sana. Zanzibar namuona wenzetu wapo na bara. Kundi hili hatulipati sana katika michakato ya kawaida ya vikundi malezi. Jema tukaendelea kudumisha yale yote ambayo yameelezwa, ili nafasi ya mwanamke ya kuheshimiwa, ya kupata haki, ya kuthaminiwa utu wake, ngazi ya familia mpaka katika level ya kitaifa, tukaidumisha katika taifa letu na hususani mkoa wetu wa Geita. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri, pamoja na changamoto ambazo zinaendelea kuwakabili wanawake, mkoa wa Geita umeendelea kujizatiti kuhakikisha tunatokomeza ukandamizaji, udhulumaji, unyanyasaji wa kijinsia, lakini vile vile kuwawezesha wanawake katika kujiletea maendeleo. Kutokomeza vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto, ikiwa ni juhudi za mkoa huu kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia, niko tayari kwenda kuzindua, na pamoja na pongezi zote za kazi kubwa mliofanya, naomba mikoa mingine iige hichi mnachokifanya leo, na katibu mkuu ufuatilie basi, ili tuweze kujua kina cha uzinduzi wa mipango hii katika mikoa mingine yote, na kisha tuipe ushirikiano kwa kuitambua na kuwatia moyo na kuwawezesha. Haya yote pia tumeyafungamanisha kwenye mkakati wa kitaifa wa kupambana kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa mwaka 2025 unakwenda hadi 28-29. Mkakati huu ni shirikishi na utawaleta pamoja wadau wote na wananchi katika kupambana kudhibiti vitendo vya ukatili kwenye jamii na kwenye makundi yake yote. Na mule ndani sio ukatili tu. Tumeshasema ukatili bila kupambana na uchumi hatutauweza. Kipengele cha kwanza kwenye huo mkakati ni uimarishaji uchumi wa kaya. Fursa zote za uchumi wa kaya utaimarikaje kupitia mkakati huu wa kupambana kutokomeza ukatili wa kijinsia na kwa watoto? Utazikuta pale, lakini utakutana na eneo la mila na desturi zetu ambao mpango pamoja nao kwenda kuzindua na wenyewe umelisema. Tunaweza tukawa tunaendelea kiuchumi lakini tunapoteza mila na desturi. Hasa sijui tukifika kule mbele tumeshakuwa matajiri wote, tutakuwa na mila za nani?